ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwisasu. Watu wa Mungu, tuzikatae na tuzikimbie katika roho na kweli. Wengi watu tunasema tumeaga, tuna mila na desturi tumeziacha, lakini tunashiriki kwa njia nyingi. Kuwa makini. Kristo amerejea, miaka 1000 ya kutawala na kumiliki. Wale watakao tawala na kumiliki ni wale ambao wamelikataa agano la koo wanazotoka. Kwa sababu magonjwa, shida, dhiki na matatizo chanzo chake ni ukoo unaotoka. Tumesikia huu shuhuda. Tumesikia ni dunia. Kwa kila mmoja, kwa kuwa una sikio la ndani na jicho la ndani, hakika haya yote ninayoyafundisha na kuyatoa mbele ya hii madhabahu ya Mungu, hakika kutakuwa na mabadiliko. Watu wa Mungu, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tubadilike. Nasema tena, tubadilike. Lakini tutambue kwamba tuko vitani, na hii vita iko kwenye ulimwengu wa roho. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Siku zote fanya maisha ya Kristo ndani ya roho. Kule rohoni ukionyesha ushindi, hakika utaona udhihirisho kimwili. Kwa kanisa tuna shida, tuna matatizo na changamoto, ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho tumepigwa. Manake hatuna maandalio rasmi na hatuna hali halisi ya kumtegemea Kristo katika ulimwengu wa roho. Lakini tutambue adui namba 1 wa injili na uokovu wa kwako ni wachawi. Ni wachawi. Hizo nguo zinaibwa kupelekwa wapi? Lazima ujiulize. Wengi akina mama ndoa zao zimeharibiwa ni kwa sababu ya nguo za ndani. Wengine walianika nguo nje, mtu akapitia ile nguo. Kwa kupitia ujumbe na ushuhuda tujifunze. Tusipende kuanika nguo zikalala nje ya nyumbani kwako. Kuwa makini. Vitu hivi mnavyoviona, unaviona kama vidogo, lakini vina madhara katika maisha ya kwako. Kwa unaweza kukuta mko watu wako hapa mnateseka, mnahangaika, chanzo chake ni hizo nguo. Manake hizo nguo zilichukuliwa na wachawi. Lengo na kusudi ni kuharibu hatima na kusudi la kwako. Kwa kama ulioandaliwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, ile roho ya kumtumikia Mungu inakuwa imezikwa kwa kupitia hatima yako. Watu wa Mungu, mbinu za maadui zetu ni ujumbe ambao ni mwendelezo kwa ibada ambazo watu tunakutana kwa siku kama hii ya leo. Tunateseka na tumeteseka sana. Ni kwa sababu adui yetu hatujui mbinu zake. Tunapigana vita ambayo si ya ufahamu thabiti. Ndio maana neno la Mungu linasema wanajuhudi sana kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa leo ujumbe unabeba maarifa thabiti ya kukupa ushindi kati ya wewe na adui wa maisha ya kwako. Kwa hiyo mbinu za maadui zetu mara nyingi wanatumia roho ya ajali. Roho ya ajali. Watu wa Mungu, ajali nyingi mnaziona zinatokea, si ajali ambazo Mungu amezipanga zitokee. Kwanza kwa ufupi, Mungu hana hiyo ibada ya kusababisha ajali ili walio wake waondoke kwa kupitia ajali. Hapana. Kwa hiyo mimi kama mtume niliotumwa nathibitisha na ninasema ajali nyingi mnazoziona barabarani, makafara mengi yanatolewa barabarani, ajali ya abiria, ni chanzo cha kuzimu. Wachawi, watu wa Mungu, chakula chao ni nyama ya mwanadamu. Watampate ili wale ile nyama ya mwanadamu, ni lazima wasababishe matatizo kwa huyo mwanadamu.
Lakini hao wachawi na maadui wa kanisa wa ibada za kwako huwa wanafanya ibada, zile ibada ili ziwe na matokeo kwao lazima ziwe na damu. Tuna safari ndefu kama kanisa. Wachawi wanatumia roho ya ajali. Au ndani ya hiyo ajali kunakuwa na pepo anaitwa pepo wa ajali. Hili swala ukitaka lieleweke vizuri waulize madereva. Kuna pepo maalum anayerushwa na kazi yake maalum ni kwa ajili ya kusababisha ajali tu. Zile ajali lengo na kusudi ni damu. Ile damu ili ifanyike kwenye ibada za madhabahu za upande wa pili. Watu wa Mungu, bila damu katika ibada yoyote huwezi ukatoka. Ndio maana sisi kama kanisa tunatumia damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Manake wale wanadamu ambao ni chanzo cha ile ajali ni sadaka. Narudia tena. Wanaofahamu au wanaomjua huyu pepo au wenye ushuhuda wa hii ibada ni wale madereva. Wanaona nini wakiwa barabarani? Nilivyoenda Mafinga kufanya ibada kwenye ile familia ya waabudu halisi, nilikutana na hiyo ibada kwamba lile eneo linaloitwa Majinja na lile eneo limepitishwa linaitwa Majinja, kuna ajali mbaya sana imekutokea mara hapa. Sana. Hiyo Majinja ilikuwa inatoka Mbeya sijui wapi huko. Walikufa watu, ajali ilikuwa mbaya sana. Lakini nikashuhudia siku hiyo ninapofanya ibada pale, nikaambiwa ilikuwa ni ibada ya kuzimu ilikuwa inafanyika. Nikawaoji nini hizo ajali? Damu. Kwamba kumbe lile eneo ni eneo maalum la kufanyia ibada nyanda za juu kusini. Mbinu za maadui zetu. Maadui zetu watu wa Mungu wana mbinu wanaoitumia ni roho ya ajali. Kwa ajali mnazoziona zinatokea kila mara. Na popote unaona wewe umepata ajali, kuna kitu kilikuwa kimetumwa ili uweze kufanyika uharibifu wowote kwako. Kaa na Kristo vizuri. Tuko vitani. Tuko vitani. Tuko vitani. Hizi barabara unazoziona, magari hao unaona yanatembea humo, yana mambo. Unaweza kukuta mmiliki wa hilo basi, mmiliki wa hiyo gari, madhabahu yake inanena damu za kuzimu. Atatoa sadaka ya namna gani? Ni wewe abiria. Leo tunachotaka kujifunza zaidi ni kwamba pale tunapoamua kusafiri, tunatakiwa tusimame katika mfumo gani. Ndio maana yake. Unaweza kaa huko barabarani ukakuta boda imetoka tu kwa ikakugonga. Adui wa maisha yako alikuwa anakuwinda ili akupate. Anakupata katika mfumo gani? Ni barabarani. Na watu wa kimwili wanasema huyu alikuwa mzembe. Kwa ajali nyingi mnazoona watu wa Mungu zinatokea chini ya jua kwenye hizi barabara. Mikoa yote, wilaya zote zinatengenezwa. Ajali nyingi zinatengenezwa. Ni ibada. Kila wiki, kila siku, kila mwezi ibada zinafanyika. Na lengo la zile ibada, damu inatafutwa. Damu ya nani? Ya mwanadamu. Nimepewa ujumbe ili niliambie kanisa kwamba kila tunaposafiri na kila tunapoondoka kutoka nyumbani, tunaenda kwenye kazi za mikono yetu, tusisahau kujifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya.
Haleluya. Hii damu ni damu maalum, kama vile upande wa pili wanasababisha hizo ajali makafara wakitafuta damu. Kwa ulinzi wa kwetu na sisi katika ibada za kwetu ni damu ya nani? Ya Yesu ambaye ni Kristo aliyemwagika pale msalabani. Tuliokoka ni wazembe sana. Kila kitu tunarahisisha. Mtu anaondoka nasikia Mungu nisaidie. Unawindwa. Wewe unaweza kujiona wa kawaida, kumbe wachawi wanakutafuta. Kumbe umepanda hiyo gari, wachawi wa eneo la kwako au miungu ya kwenu ndio wakati inatakiwa ipate damu ili wafanye ibada. Kwa sisi kama kanisa tujitahidi sana kujifunika kwa damu ya Yesu ambaye ni Kristo. Hilo gari, hiyo boda, kila aina ya usafiri na popote tukapokanyaga, jitahidi sana kutamka damu ya nani? Ya Yesu ambaye ni Kristo. Mimi ni watu wa Mungu. Barabarani huko mna mambo mengi. Si mnaona boda zinapopita pita huko. Unagongwa tu. Kwani wewe tukikutafakari ni mzembe? Wewe ni mzembe. Na niwaambie, tunapofanya ibada kwenye madhabahu kama hii, ili uweze kufunguliwa, pepo anapomtoka mtu katika hali yake ni lolote lile, mbele yako, mbele yake. Unaweza katoka hapa umefunguliwa leo. Tunapanda magari huko barabarani, boda boda ziko huko, inaweza katokea kitu tofauti. Tumeshughulika sana na ibada ya leo. Wengi mmefunguliwa. Kila unapokuwa barabarani, tamka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Sio ujinga. Hii ni dunia. Tunawindwa. Hapa sio kwetu. Ni wapitaji. Hiyo roho iliyoibeba ya Kristo inawindwa, ni kero katikati ya watu. Ni kero. Ajali nyingi mnaona zinatokea barabarani. Sio kwamba madereva ni wazembe. Kuna kitu kimelengwa. Mbinu moja wapo wanazotumia maadui zetu. Wanatumia hali ya kuachilia roho ya ajali. Kwa watu wa Mungu barabarani humu kila mahali kuna pepo maalum wa ajali. Yeye ni kuwinda, ameachama mdomo. Kwa mtu amekwendea kwa mganga, wameshatoa sadaka. Jambo la kuzingatia, narudia. Kila tunaposafiri, kila tunapoondoka kwenye nyumba yetu, tunaachilia hatua moja kwenda mitaani nje ya nyumbani kwako. Jifunike sana kwa damu ya Yesu ambaye ni Kristo. Watu wa Mungu, damu ya Yesu Kristo kwa imani, kwa mtu mwenye imani, ni nguzo kubwa sana. Hakuna ubaya, hakuna hila yoyote ambayo inaweza kashushwa kwa ajili yako, kama kweli wewe unatembea kwenye misingi halisi ya huyu Mungu. Watu wa Mungu wachawi wanatumia roho ya ajali au kwa lugha inaeleweka ambayo imezoeleka. Pepo. Kuna pepo maalum wa ajali. Hapa natamka sana. Kuna pepo maalum wa ajali. Nyie mwezi mkajua, madereva ndio wanajua. Ndio maana hata mimi nimejaribu kusema hapa, nilikuwa naendesha gari. Mimi niliona ile gari inaingia barabarani bila kufuata utaratibu. Kumbe ile gari ilikuwa mbali. Unaita nini pale kwenye starehe? Wewe mwenyewe anaposhinda mume wako hapo aliyepata ajali. Anaitwaje? Mikumi. Kumbe ile gari ilikuwa huku Mikumi. Lakini mimi ile gari nilikuwa naiona ndio inanifuata barabarani. Kuna pepo alitumwa ili asababishe ajali. Lengo la kusudi ni ibada ifanyike kule yule jamangu alikwenda. Tuna maadui wengi, tuna wabaya wengi kwa ajili ya maisha yetu. Usio kajidharau. Wewe unaweza kujiona wa kawaida. Kuna watu wanakesha. Wanakesha na maisha yako unayoyaona. Wewe ni kero mtaani. Sawa, una gari,
Una nyumba, una pesa, lakini ile roho Kristo aliyembeba ni kero katikati ya watu. Wenyewe mmesikia mnafukuzwa kwenye nyumba za watu. Wanasema mnaharibu mizigo yao. Na ukiangalia wewe bado hujafanikiwa, ni maskini. Lakini kuna kitu umebeba. Manake wale watu sasa wanakutafuta katika kila njia. Umejibebea tunumbu kwako, kama isikeli kalikotoka huko. Kasinia huko. Funika. Mko hapa. Ni wachuzi, mko hapa mnatembea barabarani huko. Huku bebeba kasinia kako kanumbu mparachichi, wewe tamka damu ya Yesu Kristo inifunike. Huko ni barabarani tunawindwa watu wa Mungu, acha uzembe. Njia ya msalaba ni maarifa. Haya ni moja ya maarifa ambayo Kristo ameyaleta kwa kupitia mimi mtume. Tuwe watii na kuzingatia yale ambayo tunafundishwa. Hii ni dunia. Dunia ina mambo watu wa Mungu. Madereva ukiwauliza huko barabarani wanakutana na vitu. Kuna kakripu kingine nilikuwa nakaona jana mtandaoni. Kuna mbibi amepigwa picha usiku anavuka barabara. Sasa watu wanasema huyu bibi mchawi, anaenda wapi usiku? Anaenda wapi huo usiku? Anaenda kusababisha. Unapita barabarani wewe dereva unaendesha gari, unaona kuna ng'ombe, kumbe sio ng'ombe. Nina mdogo wangu alipomaliza shule tu akapata ajira pale Dar es Salaam. Kampuni moja kubwa sana, ilikuwa na pesa. Nadhani ile nafasi aliyoipata ilikuwa inagombaniwa. Kumbe kwenye ile ajira yake anawindwa. Akawa ametumwa Dar es Salaam kwenda mpakani Malawi. Ile kampuni mara nyingi mizigo inaingizia huko, mingine inapelekwa kwenda huko. Kumbe ndani ya ofisi wenzia hawakufurahiwa kwa nini anatumwa yeye. Sasa alipotoka da, akasema anipitie mimi hapa Njombe. Ni kweli akanipitia, tukajadili. Anaondoka, akasema naomba nisindikize na gari yako mpaka Makambako. Tunafika hapo panapoitwa Ikeru, yule mbibi alikotoka. Wewe kami. Yule bibi alikotoka. Kamuka baba, tukamla. Akafa pale. Dogo kituoni. Shughulika siku 3 ndo anaenda kwenye kazi yake. Zamani. Anarudi Dar es Salaam amechukua gari yake anaenda kazini, treni hilo likagoa. Na usimlea ni live. Anawindwa. Njia ya msalaba ni maarifa. Lakini ukiwa ndani ya Yesu ambaye ni Kristo, ukiwa na uhakika na imani ya kweli, ukatumia hii damu, hakika wewe ni mshindi. Haleluya. Haleluya. Lengo la ujumbe na kusudi, tuache uzembe watu. Unasikia? Tuko vitani, haya ni maisha. Wewe unaweza kujiona ni wa kawaida, lakini kuna watu wanalala wanakesha kwa ajili ya maisha yako. Hawataki kukuona. Wenyewe mnasikia. Maana mtume ulitegeshewa ajali hapo sio Ruhuji. Hata huko kwa Mafinga ni kwenda. Niliambiwa pale Majinja nisingevuka kuingia Mafinga mjini. Walitegeshea ajali mara pale. Madereva ndio wanaojua. Haya ndio fundisha. Yuko barabarani, anaweza kafikiri kuna ng'ombe anapita, kumbe hamna hata ng'ombe. Paka anapita. Kuku anapita. Sasa kuku katikati ya jiji ametoka. Wewe jiulize. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Linalo tupasa kila tunapotoka nyumbani kwetu asubuhi, tujifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Kama unaenda kupanda gari, lifunike hilo gari kwa damu. Tuko vitani, sawa watu wa Mungu? Barabarani kila unapopita, tamka jifunike kwa damu ya nani? Boda mnaziona wanavyoachia huko. Si unaona? Kijana amenunua boda, kwao hawajalizika. Chanzo inaonekana ni wewe ndio umesababisha.
Na wengi vijana, shida na dhiki za hizo bodaboda ajali ni wazazi wao. Ndugu, kuna pepo wa ajali. Huyu pepo anatumika kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya kusababisha ajali, ili ibada ziweze kufanyika. Lengo na kusudi, damu. Sisi tuna damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, ina uwezo wa kukinga na kuzuia hizo ajali. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Amen. Na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako, shika neno. Shika neno. Mwambie tena, shika neno, ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Nami na watu wa Mungu tusimame.